Hi, I hope you are doing well. Mimi niko poa. Leo ni siku ya 3 ya challenge yangu ya siku 90 za kupunguza uzito, na siku leo imeanza vizuri. Nimeamka, nimetembea kilomita 5. Namshukuru Mungu kwa sababu ya kuweza kutembea hata hizo kilomita 5. Najua sio nyingi, lakini pia si haba. Na binafsi nataka nianze taratibu ili mwili uzoe pia, kwa sababu ni siku nyingi sijatembea. Kwa hiyo lazima nianze taratibu ili kesho pia niweze kufanya. Baada ya kutembea kilomita 5 nimejisikia vizuri, kwa kweli nimejisikia furaha, kwa sababu sometimes sio rahisi hata ile kuamka tu kwenda, na yenyewe pia nayo ni hatua, tena ni hatua ambayo inahitaji kujitoa. Kwa hiyo nashukuru Mungu, na siku zinavyozidi kwenda nitazidi kufanya zaidi. Lengo ni kutembea step hatua 10,000 at least per day, na najua nitafika huko. Kwa sasa hivi naanza kidogo kidogo, na zoezi la kutembea ni zuri. Kama uko na muda wa kutembea ni kuzuri, kwa sababu kwanza inasaidia moyo, inakusaidia sana moyo wako, mafuta. Ni zoezi zuri. Kwanza ni zoezi ambalo linachangamsha mwili wako wote, kwa sababu unavyotembea kuna namna mwili wako wote unafanya movement. Alafu pia ni muda mzuri, kwa sababu ya unapata pia muda wa kumuomba Mungu. Kama ni mtu ambaye unapenda kuomba labda ile asubuhi, au kama ni jioni, ni muda mzuri pia ambao utakupa kutafakari. Ni muda mzuri pia ambao utakupa kupangilia siku yako, kupangilia mambo yako. Unajua ule muda unatembea kama uko peke yako, ni muda mzuri sana ambao unatafakari vitu vingi. Kwa hiyo kutembea ni kuzuri na kuna faida nyingi. Kwa kama ukiweza kutembea, kuzunguka labda nyumba yako, ukitembea kama kuna uwanja karibu, ukitembea popote pale ambapo unaweza kutembea, pia ni zoezi zuri. Ukishindwa hata nyumbani, au kama wewe ni mpenzi wa gym, basi unaweza kwenda gym. Lakini tufanye mazoezi guys. Mimi namshukuru Mungu kwa kweli. Mimi sio mtu wa mazoezi, na wala sio mtu ambaye nilikuwa napenda mazoezi, lakini I choose my health. Nimechagua afya yangu, nikasema no, sitaendelea kuishi lifestyle ambayo nilikuwa naishi. Lazima nibadilishe baadhi ya vitu kama kweli ninajipenda. Kwa hiyo nimeacha baadhi ya vitu kwa sasa hivi, na nataka iwe sio kwa sasa hivi, nataka iwe ndo maisha yangu. Iwe ndo maisha yangu, mazoezi iwe pati ya maisha yangu, sio tu kwa sababu ni mnene, lakini hata nikipungua, bado iwe ni pati ya maisha yangu, na kula vizuri pia. Kwa hiyo kwa leo baada ya kufanya mazoezi ya kutembea, stretch kidogo, kwa sababu nilifanya squat juzi. Kwa hiyo miguu ilikuwa inaniuma sana, kwa hiyo stretch at least kufanya miguu ipate nguvu. Kwa hiyo namshukuru Mungu. Leo nimeamka, nimekunywa chai, imeshaisha. Nilikunywa hibiscus tea. Pia nitakunywa smoothie. Nilitengeneza jana, imebaki kwenye friji, kwa hiyo nitaenda kunywa, then baadaye nitatengeneza nyingine. Sijui kama nitapata muda wa kurekodi, lakini kama nisipo rekodi nitakunywa smoothie. Nitatengeneza smoothie nyingine, kwa sababu ile nadhani nikinywa sasa hivi iliyobaki ina maana itaisha. Kwa hiyo namshukuru Mungu, na nawatia nguvu ndugu zanguni wale wenye miili mikubwa kama mimi. Tuanze fanya mazoezi, nijipende, jitahidi ule vizuri. Najua ni ngumu, hata mimi bado na struggle, lakini tujitahidi
tujitahidi, kwa sababu sasa hivi magonjwa ni mengi, sasa hivi vitu ni vingi, kila siku kuna magonjwa mengi, na ukiangalia the root cause of hayo magonjwa utakuta ni lifestyle, ni vyakula tunavyokula. Sasa hivi tunakula vitu vingi ambavyo sio sawa, sio sahihi, lakini tumesha kuwa addicted na hizo masukari na chemicals, processed food. Yani sasa hivi vitu vingi tunavyokula, lakini vitu vingi tunavyokula yani sio salama kwa afya zetu, lakini tujitahidi tu hata hiyo kidogo at least kuangalia kwamba nini nile nini nisile. Kwa hiyo mimi nitakunywa smoothie leo na nitajitahidi ninywe maji mengi, na kama mimi nimeweza kutembea, mimi ni mzito, mimi nina kilo nyingi, lakini ndo kama hivyo nimeweza kutembea kilomita 5. Kwa hiyo naamini hata wewe utaweza. Na kuanza, yani hatua ya kwanza, unajua usiwaze hata nini wala nini, cha kwanza ni wewe kuanza. Hiyo ni hatua moja kubwa sana. Ukiweza tu kuamka na kutembea, yani hiyo ni hatua moja kubwa mno, na ni hatua ambayo wewe unaweza kuichukulia ni ya kawaida, lakini ni hatua ambayo itabadilisha vitu vingi sana kwenye maisha yako kama ukiamua kufanya hivyo, yani kuwa unaamka na kufanya mazoezi. Kingine kesho nitajitahidi kuamka, kama hali ya hewa itakuwa nzuri nitatembea, kama kutakuwa hamna mvua kuko vizuri nitatembea. Nitajitahidi kama nitaweza kuongeza kidogo as time goes, nitaendelea kuongeza, baada nitatembea kilomita 6 au 7 nikiweza. Nikiona kwamba nimefika 5 na nikaona siwezi kuendelea, au labda najua muda pia ni challenge kubwa sana, lakini mimi napendelea kufanya mazoezi asubuhi, kwa sababu naona asubuhi naweza kucontrol asubuhi yangu, yani naweza kucontrol asubuhi kuliko jioni, kwa sababu ya shughuli. Vile ukitoka unatoka utoke uende labda kwenye mihangaiko ya kutafuta riziki, sometimes unarudi umechelewa na nini, lakini ukishaanza ile asubuhi na mazoezi, na maana uko kwingine huwezi kutabiri kwamba okay nini kitatokea, au nitarudi saa ngapi, au nitamaliza saa ngapi shughuli zangu. Kwa mimi binafsi napendelea sana asubuhi. Nikiweza kufanya mazoezi asubuhi inanisaidia. Hata ukiweza na jioni pia sawa, au kama ratiba yako mara nyingi jioni inakuwa free, ila kwa mimi asubuhi naona kwangu ni nzuri zaidi kwa sababu ya ratiba zangu na shughuli zangu. Kingine, tuendelee kujipenda guys. Tuendelee kujipenda. Tuendelee kupambania afya zetu na maisha yetu, na naamini kwenye bidii Mungu naye anabariki. Kwa hiyo tutafikia tu malengo. Kingine, asanteni kwa kuendelea kunitazama, kunifuatilia kwenye YouTube channel yangu hii. Naomba uendelee kusubscribe, kulike, kucomment, hata kushare kwa watu wengine, kwa sababu yawezekana hii ikawa sio haina maana kwako, lakini mtu mwingine ambaye utashare naye hii video labda akapata motivation, akasikia na yeye kwamba okay, na mimi ngoja nifanye kwa ajili ya afya yangu. Kwa hiyo subscribe guys, usiache kusubscribe ili niweze kukua, ili niweze kuwafikia watu wengi zaidi. Kwa hiyo pia kucomment guys, nataka mniandikie kwenye comment section leo umefanya zoezi gani na umekula nini. Na asanteni kwa kuendelea kunifuatilia, and see you tomorrow. Bye.